laysa ala nafsi shay'un ashaqqu min al-ikhlas, hakuna kitu kizito kwa mwanadamu kushinda kuwa na ikhlas. Tutoe tu mfano mdogo. Unaonaje sasa hivi utoke nje sasa hivi uanze kugawanya sadaka, usaidie maskini, usaidie mafukara, kisha baada ya hapo watu waanza kukutaja vibaya, wale waliowasaidia, nafsi yako tahisi vipi? Mara pili akija kukuomba tena utampa yule? Huwezi kumpa. Kwa nini? Kwa sababu hii ni kipimo cha kukuonesha kwamba wewe hukutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na lau ungekuwa umetoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, zile sifa na ile matusi yasingekubabaisha. Kesho ungempa nyingine, na kesho kutwa akija bado ya kutukana, wamuongezea na nyingine. Subhanallah, angalia daraja ilivyokuwa kubwa hii. Sasa hapa tunachukua vipimo, tunaangalia kweli haya matendo yetu tunayoyafanya tunayafanya kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au tunayafanya kwa mazoea tu. Saa nyingine watu wanafanya ni mazoea tu, watu waje msikitini kuswali na yeye waje kuswali, watu waenda huku na yeye waenda huku. Kuna watu tofauti tofauti katika hizi ibada. Abdullah ibn al-Mubarak, mmoja katika salafu salih, anatuambia katika maneno yake, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyya, inawezekana mtu akafanya amali ndogo sana, lakini kwa ile nia yake ilivyokuwa kubwa kwa lile jambo likafanikiwa na likawa kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyya, na huenda mtu akafanya jambo kubwa la maana, akajenga misikiti, akajenga madrasa, akalisha mayatima, akafanya kila amali iliyokuwa ya kheri, lakini kwa nia yake haikuwa nia nzuri. Kwa ile alitaka kusifiwa, alitaka pengine cheo, alitaka pengine apate apigania kura labda. Sasa anazifanya kwa maslahi ya kidunia, lile jambo linakuwa kwa Mwenyezi Mungu halina thamani. Tutoe mfano kisa maarufu kinachojulikana, yule mwanamke ambaye kwamba ameingia peponi kwa sababu ya nini? Ya kumnwisha mbwa maji. Mwanamke anayejulikana kwa uchafu, hakuna machafu ambayo hajayafanya, lakini siku hiyo kutoka kwake kwenye baa huko kwenye mauchafu, akapita akamkuta mbwa na kiu sana, na kulikuwa na kisima pale karibu, na hakuwa na chochote cha kuweza kutekea maji ndani ya kisima. Akafanya kila mbinu mpaka akayapata yale maji, akamnwisha yule mbwa. Kumnwisha yule mbwa, yule mwanamke hakuchukua hatua kadhaa, alifariki. Angalia, kwa nia yake yote hii alimnwisha yule mbwa kwa sababu ya kumhurumia yule mnyama, na hakukuwa na maslahi yoyote kwamba kuna mtu atakuja kumlipa kwa kile alichokifanya, lakini nia yake aliamua kumsaidia na kuokoa uhai wa mnyama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yeye akamsamehe yote aliyoyafanya, akawa ni mwenye kubashiriwa kuingia peponi.